Ni siku ya Jumamosi ambapo siku ya leo, asubuhi ya leo ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hali gani? Bwana Yesu nasifiwe. Shalom, shalom. Karibu katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuendelee na kubarikiwa pamoja na kunyunyiziwa baraka za Mwenyezi Mungu kupitia hiki kipindi na mtumishi wake ambaye ni Pastor Samuel Mutinda kutoka kanisa la ABC Ngoleni, Mitaboni Pastorate, Machakos, Sub Quarter. Karibu tuzidi na kubarikiwa pamoja. Usalimu katika jina la Yesu Kristo asubuhi hii, mtazamaji wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Ni asubuhi njema ambayo Mungu ametujalia ili tuwe hapa kwa ajili ya utukufu wake, na kwa sababu ya kipindi hiki cha Manyunyu ya Baraka, naomba hili nikukaribishe ili tukue pamoja, tusikie wazo la Mungu kwa pamoja na tumbarikiwe pamoja, watu wa Mungu. Katika wazo letu la asubuhi tutalipata katika waraka wa kwanza wa Petro, mlango ni wa 5. Tutasoma mstari wa 10. Na Biblia inasema hivi: na Mungu wa neema yote, aliyetuita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwadhibitisha na kuwatia nguvu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Mungu, nena nasi kwa maana tuko tayari. Baba, unene nasi katika jina la Yesu tumeomba, amen. Mtazamaji wangu, katika kitabu hiki, waraka huu wa kwanza wa Petro, ni neno ambalo Mungu alifunua kwake ili akapate kuliandika kwa kanisa, ili akapate kutufundisha, ama ili neno likatufundishe kubebwa na neema ya Mungu. Na asubuhi ya leo ndio nataka, mtazamaji wangu, ili tukajifundishe ya kwamba tunapobebwa na neema ya Mungu, mambo mengine yatakuwa rahisi kwetu. Na ndivyo naomba asubuhi ya leo, kwa maana tunaishi kwa sababu ya neema. Tunapokaa tunakaa kwa sababu ya neema, na kwa sababu ya hiyo ndio maana mtumishi wa Mungu alisema ya kwamba tunabebwa na hii neema. Na kama tunabebwa na neema, ni vizuri tuiheshimu hiyo neema, kwa maana ni neema tu ya Mungu tunaishi. Ni neema ya Mungu tunapoendelea. Ni neema ya Mungu unapokaa hapo kwako unakaa. Ni neema ya Mungu, kwa sababu kama ni mapenzi ya wanadamu, hauwezi fikia mahali umefika. Hiyo biashara umefungua, ungekuwa umefungua, kwa sababu wanadamu wengine huwa na chuki, hawapendi watu wakiendelea. Kwa sababu ya neema ya Bwana ambayo imekubeba, ndivyo umefika kiwango ambacho umefika. Kwa hivyo ni vizuri uheshimu hiyo neema ya Mungu ambayo amekupa. Kwa hivyo mtazamaji wangu, kuingia katika utukufu huu wa Mungu wa neema ni tu mpango wa Mungu. Kwa maana kukuwa Mkristo ni pia ni neema. Kwa maana wengine wanahitaji kuwa Wakristo, lakini wamefungwa na shetani. Wengine wanahitaji kuenda kwa kanisa, lakini wamefungwa na uchawi, wamefungwa na mambo ya dunia hii. Lakini wewe unaenda kanisa, wewe unamwabudu Mungu, usione ni jambo la kawaida. Ni neema ambayo imekubeba. Na kama umebebwa na neema, ni vizuri uheshimu hiyo neema, kwa maana Mungu amekupa bure ili umtumikie. Kwa hivyo ni vizuri mtazamaji wangu, ujue ya kwamba kuingia katika utukufu wa Mungu ni neema. Kuingia katika utukufu wa Mungu, ama kuitwa mwana wa Mungu, ni neema. Kwa maana Mungu ameneemesha neema kwetu ili tuishi katika hayo maisha ya neema.
Na ni vizuri tuendelee na kusimama na kushukuru Mungu kwa yale ambayo ametenda kwetu. Tunapoteswa kwa muda kidogo, tusikate tamaa, kwa maana Mungu anasimama nasi. Neema ile ambayo Mungu ametupa, na kwa sababu anatupenda na ana upendo kwako, ana upendo kwangu, ni vizuri tuelewe ya kwamba kuteswa ni kawaida. Na tunapopitia hayo mapito, tujue ya kwamba tunapitia tukiwa pale na neema ya Mungu, kwa maana inatutosha. Kwa hivyo usikate tamaa unapoishi maisha ambayo unaishi. Hata kama ni muda mdogo kidogo ambao umeteseka, kuna neema ya Mungu. Ndio Mungu anakusaidia, unatoka pale. Wengine wana ushuhuda, walitoka mbali, walikuwa wamefungwa na shetani, Mungu akawafungua pale. Wengine walikuwa wanaabudu shetani, lakini Mungu akawatoa pale. Sasa wanaabudu Mungu aliye hai. Kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba kutolewa mahali ulitolewa, hiyo ni neema. Na Biblia inasema ya kwamba mapito tunayopitia, hata kama ni magumu, Mungu atatupa neema ya kuvumilia. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani tunapopitia mambo magumu, kuna neema ya Mungu ambaye anatupa kama watu wake. Anatupa neema ya kuvumilia. Watu wanakuacha, watu wanakuchukia, watu wakunenea mabaya, lakini hata kama wanakunenea mabaya, neema ya Mungu inakutosha. Hata kama watu wanakuacha, neema ya Mungu inakutosha. Na ndio maana unasimama, wakienda kando nawe, baadaye wanarudi wanakuita, kwa maana wanahitaji msaada wako, kwa sababu ya neema ambayo uko nayo, kwa sababu ya neema ambayo inakubeba. Kwa hivyo usione ati maisha unayoishi mahali umefika eti ya kwamba ni jambo tu la kawaida. Umebebwa na neema, na hiyo neema ni vizuri tujue ya kwamba hata kama tunapita katika magonjwa, katika shida za aina tofauti, hata kama hauna kazi, ni kuteswa tu kwa muda, lakini bado neema uko nayo. Neema ya Mungu ikiwekwa kwa mtu aishi, inadumu pale. Hata ukiingia kwa shida, unaona neema ya Mungu inakubeba ukiwa pale, kwa maana Mungu anaandamana nawe. Kwa hivyo heshimu hiyo neema. Wengine hawana, wanaitafuta na ionekani, lakini unayo neema, itunze, kwa maana ina maana yake katika maisha yako. Baada ya shida yote, Mungu atakutengeneza tena na kudhibitisha. Mungu aliye hai, baada ya shida zote, Biblia inasema ya kwamba Mungu atakutengeneza tena, atarudisha mambo yako, kwa sababu ya ile neema imekubeba. Mambo yarudi tena kuwa sawa. Kasi ambao labda ulikuwa nayo, na kwa mipango ya shetani, kasi ikaenda chini, ukafunga biashara, kazi zikaisha, ukafutwa, lakini kwa sababu ya neema, kasi unayopata tena. Na ndipo maana Biblia inasema ya kwamba Mungu atatutengeneza tena. Ulikuwa mgonjwa kiwango cha kufa, lakini Mungu anakutoa pale. Hata kama afya ilikuwa mbaya, Mungu anakurudisha tena, kwa maana anakutengeneza na anakudhibitisha, kwa maana anakusimamisha. Watu wakuone ya kwamba, na watu wa shuhuda kusema yule ni fulani ambaye alikuwa anaabudu shetani, lakini siku hizi anaabudu Mungu. Watu wanasema yule alikuwa mgonjwa, lakini sasa amepona. Yule ni yule mtu ambaye biashara yake ilichomeka, lakini sasa amesimama tena. Hayo ndiyo Mungu anasema hatayadhibitisha kwako, watu waone ya kwamba Mungu aliye hai amekuweka katika neema na inakubeba. Kwa hivyo Mungu atatutia nguvu katika shida zetu zote. Tusikuwe na shida. Huyo Mungu atatusaidia na atatufa nguvu. Kwa hivyo mtazamaji wangu, amini Mungu pekee, mtumainie Mungu pekee. Na kama hujaokoka, neema ya kuokoka Mungu akupe, ili umpe maisha yako ubebo na neema. Wale wengine wanaposherehekea neema, pia wewe usherehekee. Wale ambao wanaendelea na kusimama,
Wakiona utukufu wa Mungu, pia wewe uone utukufu wa Mungu. Kwa hivyo mtazamaji wangu, mtumainie Mungu pekee. Mpe maisha yako, neema ikubebe. Kwa maana usipobebwa na neema, dunia itakurusha rusha. Mambo yatakunasa ya dunia hii, lakini ukiwa na Mungu atakusaidia, atakujaza neema ili ushinde vita za shetani. Mungu atubariki na abariki neno lake. Baba, katika jina la Yesu tunashukuru jina lako na kusema asante kwa maana umetujalia. Mwenyezi Mungu, tunaomba kwa sababu Baba neno lako limetufundisha ya kwamba ni vizuri Baba, kwa sababu tunaishi kwa neema balo limetubeba. Jehova, naomba ukatusaidie na kututia nguvu, kwa maana ingawaji tunalo neema, shida tunazopita Jehova tunahitaji nguvu zako. Mungu tusaidie na ututie nguvu. Kubebwa na neema ya Mwenyezi Mungu. Mungu ni wa neema yote. Neema yake utosha katika kila hali. Mambo yawe yameweza na kuenda vile ambavyo au kuwa unatarajia. Wakati ambapo kuna baraka, wakati ambapo kuna mazuri, omba tu Mwenyezi Mungu neema yake ikubebe wakati wote. Ikikubeba utaweza kuwa na matumaini. Ikikubeba utaweza na kulinda mambo yako mingi, na hata kulinda zile baraka ambazo umeweza na kubarikiwa nazo. Neema ya Mwenyezi Mungu hulinda mengi. Mateso ni ya muda mfupi, hayadumu milele, hata kama yanaumiza. Kutokana na hayo maandiko tumejua hayo. Yaani mateso ni ya muda. Hayo majaribu, hizo changamoto ni kwa muda. Hazitaweza na kudumu milele. Kuna wito wa utukufu wa milele. Maisha ya sasa ni ya mpito, yanapita, lakini kuna thawabu ya milele. Je, utaweza na kudhirishwa na hiki ambacho kinapita, ama utaridhishwa na thawabu ya milele? Tafuta kwanza thawabu ya milele na uchague uko kwa gani. Mungu mwenyewe atafanya kazi ndani yetu kututengeneza ama kuturekebisha mahali ambapo tuliweza na kuanguka. Ataweza na kutudhibitisha, kutupa msimamo thabiti, maana ataweza na kututia nguvu na kutufanya imara. Mungu mwenyewe atatusaidia. Ataweza na kutusimamisha, tuweze na kusimama imara na tuwe thabiti bila kuyumba yumba. Ninaamini umeweza na kubarikiwa na umejifunza mengi. Ndugu zetu, dada zetu ambao huwa mnaenda katika nyumba za ibada kuabudu Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo, ninawatakia ibada ya baraka, ibada ya kweli, na neema ya Mwenyezi Mungu ikawabebe. Bye bye.